Ulipo msikilizaji, hujambo na karibu. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Nikiwa Nairobi, mimi ni Phyllis Mote. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Mahakama Kuu ya Tanzania imetoa uamuzi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na kumkuta ana kesi ya kujibu. Shirika la Save the Children limesema watoto wasiopungua 180 wamepoteza watoto wao wote au walezi wao katika mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya watoto 800 tayari wamekuwa magonjwa hali ya Ebola na wengine wamekufa. Inaonyesha kama ni hali yenyewe inaendelea kuzofisha na kupiganisha sana watoto wenyewe sio katika taarifa ya Ituri. Na kwenye mjadala wetu wiki hii tunaangazia ligi kuu ya soka England msimu wa 2026-2027 ambayo inarejea rasmi hii leo. Mabingwa watetezi Arsenal watashuka dimbani dhidi ya Coventry City iliyopanda daraja. Mchezo huu nafikiri utakuwa ni mchezo mzuri. Sababu kwanza wanazitanisha timu mbili ambazo zilikuwa ni mabingwa wa ligi husika katika msimu uliopita. Lakini kwa Coventry, kitu ambacho kwao nilikuwa nakisubiri ikione ni sajili watakazozifanya. Ugumu wa Championship na Premier League ni vitu tofauti kabisa. Na uwanjani, ligi kuu ya Premier kuanza tena usiku huu, huku mabingwa watetezi Arsenal wakilenga kutetea ubingwa wao. Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahima. Lakini kwanza ni taarifa ya habari, nami Isabela Mwagodi. Kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu itaendelea baada ya mahakama kupata kuwa na kesi ya kujibu. Uamuzi huo wa mahakama iliyo katika mji wa Dar es Salaam umetolewa siku chache baada ya waendesha mashtaka kuwasilisha ushahidi na mashahidi 17 kutoa ushahidi dhidi yake. Lissu alikamatwa mwaka jana na kushtakiwa kwa uhaini kwa kudaiwa kuwahimiza wananchi kususia uchaguzi. Amekamatwa mara kadhaa tangu aliporejea kutoka uhamishoni miaka 3 iliyopita, na hapo awali alinusurika katika jaribio la kuuawa. Wataalamu wa hali ya hewa nchini Uingereza wameonya kuwa mfumo wa hali ya hewa wa El Nino unaoendelea kukua unaweza kuwa mkubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kumbukumbu za hivi karibuni. Wanasayansi hao wanasema hali joto ya bahari katika eneo la kitropiki la katikati ya Pacific, maeneo yaliyo karibu na Indonesia na Australia, inaweza kuongezeka juu ya viwango vya kawaida. Wataalamu hao wanasema athari zake tayari zinaanza kushuhudiwa nchini India, ambapo mvua za msimu ziko chini sana ya wastani wa kawaida. Wanahali ya hewa wanaonya kuwa kunaweza kuwa na ukame katika Amerika ya Kati na Kusini kwenye eneo la Amazon pamoja na sehemu za Australia, huku maeneo mengine yakitarajiwa kushuhudia hali ya hewa yenye dhoruba kali zaidi. This is a big perturbation to the climate system. Haya ni mabadiliko makubwa katika mfumo wa hali ya hewa. Huwa yanatokea kila baada ya miaka michache, lakini yana athari kubwa. Kuna ongezeko kubwa la mvua katika maeneo ya katikati na mashariki mwa bahari ya Pasifiki. Hata hivyo, kile kinachopanda lazima kishuke, na hivyo matokeo yake ni ukame katika maeneo kama vile Amazon na Amerika ya Kati, na pia upande wa magharibi zaidi katika bahari ya Pasifiki na eneo la visiwani. Na kwa hakika tunaweza kuona tayari kuwa kiwango cha mvua nchini India, ambako kwa sasa ni msimu wao wa mvua za monsoon, kiko chini sana na kiwango cha kawaida. Ripoti mpya kutoka kwa shirika la Save the Children inaashiria kuwa angalau watoto 180 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepoteza wazazi wote wawili au walezi tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa mwezi Mei. Maafisa katika jimbo la Ituri ambalo ndilo kitovu cha mlipuko huo wanasema zaidi ya watoto wengine 100 wametenganishwa na wazazi wao wakati wakipokea matibabu. Shirika la Save the Children linaonya kuwa watoto walioathiriwa wako katika hatari kubwa zaidi ya kunyanyaswa na kupata msongo mkubwa wa mawazo. Sasa limeweka vituo vya kuwatunza watoto hao wakati wazazi wao wakipokea matibabu. Mlipuko huu unasambaa kwa kasi ukiwa na zaidi ya visa 5,000 vilivyothibitishwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.
Maafisa wa Palestina wanasema kuwa kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 17 amefariki baada ya kupigwa risasi ya kifua wakati wa makabiliano na walowezi wa Kiisraeli katika eneo la Ukingo wa Magharibi linalokaliwa kimabavu. Taarifa zaidi na Beldin wa Liaula. Kundi la walowezi wa Kiyahudi liliingia katika vitongoji vya kijiji hicho kwa msafara uliotajwa usio halali, mwenendo ambao Wapalestina wa eneo hilo wanaochukulia kama kitendo cha vitisho. Jeshi la Israel limethibitisha kuwa afisa wa usalama alifyatua risasi katika kijiji cha Sair, ambapo linasema Wapalestina walikuwa wakiwarushia mawe raia wa Kiisraeli waliokuwa eneo hilo bila kibali. IDF ilisema kulikuwa na majeruhi wa Kipalestina kutokana na ufyatuaji huo wa risasi, lakini haijatoa maelezo zaidi. Makazi ya Kiisraeli ni haramu chini ya sheria za kimataifa. Aliyekuwa waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan amerejeshwa gerezani baada ya kufanyiwa uchunguzi mfupi wa kimatibabu mjini Islamabad. Madaktari wa serikali wametangaza kuwa ana afya njema, lakini chama chake kinasema mamlaka zimekiuka amri ya mahakama kuu kwa kumpeleka katika hospitali ya serikali baada ya kituo cha kibinafsi kilichoelekezwa na majaji na kumrejesha gerezani ndani ya saa chache. Chama cha Bwana Khan kinasema kitafungua mashtaka ya dharura dhidi ya mahakama. Amekuwa kifungoni tangu mwaka wa 2023 kwa mashtaka anayosema yana msukumo wa kisiasa. Na rais wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Tomoko Wakane amesema kuwa vikwazo vya hivi karibuni vya Marekani dhidi yake havikuwa vya kushangaza. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na mchapishaji wake Bi Akane alisema kuwa ni muhimu hata vikwazo hivyo visiwe mwanzo wa kuanguka kwa sheria za kimataifa. Vikwazo hivyo vilivyotangazwa Jumanne pia vimelenga wakili mwandamizi wa mashtaka wa mahakama ya ICC. Marekani imekasirishwa na kile inachokiona kama ICC kupitiliza mipaka yake baada ya uchunguzi wake dhidi ya maafisa wa Marekani nchini Afghanistan na kutoa waranti za kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Hii ni BBC. Nam msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Isabela Mwagodi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, yanakujia kwako kupitia FM na redio ya shirika mbalimbali. Msikilizaji, kama uko visiwani Zanzibar, unaweza kutupokea kupitia Zenji FM, lakini nchini Tanzania ni Abud FM, Classic FM, Radio Kwizera, Radio Free Africa ama Radio 1. Nchini Uganda, Voice of Busoga, Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paidha ama Voice of Karamoja. Lakini kama uko nchini Kenya, unaweza kutupokea kupitia County FM, Pamoja FM, Nyota FM, Gulf Radio, Must FM ama Mwanedu FM. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aidha Radio Muungano Beni ama Alizadil Radio. Lakini matangazo haya yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili na tovuti yetu ya BBC Swahili. Karibu leo hii uko na Mifilis Mwate, mwenzangu David Nkia atakuwa anakuletea mjadala wetu wa wiki. Na moja kwa moja tunaanza nchini Tanzania, ambapo mahakama kuu nchini humo imetoa uamuzi katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu na kumkuta ana kesi ya kujibu. Akisoma uamuzi huo, Jaji Ndunguru anayeongoza jopo la majaji linalosikiliza shauri hilo amesema baada ya kupitia ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka unaowakilishwa na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, mahakama imejiridhisha kwamba kuna ushahidi wa kutosha unaomfanya Lissu awe na kesi ya kujibu. Mwandishi wetu Egan Sala amekuwa mahakamani leo na amekuwa akifuatilia kesi hii. Awali amezungumza na David Nki ambaye ameanza kwa kueleza kilichotokea. Kubwa ambacho kimetokea mahakamani ilikuwa ni mwendelezo wa kusikilizwa kwa shauri la Tundu Antipas Lissu, lakini leo mahakama ilikuwa inakuja kutoa maamuzi iwapo ana kesi ya kujibu ama la. Na baada ya maelezo ya kina ya majaji, jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru, basi majaji walieleza mahakama na umma uliokuwepo mahakamani kwamba mshtakiwa Tundu Lissu ana kesi ya kujibu, na hivyo walimueleza kwamba kama atakuwa tayari kujitetea ama atachukua ile haki yake ya kimsingi ya kukaa kimya. Vivyo hivyo upande wa mashtaka na wenyewe ulielezwa na wenyewe ukao umeridhia, baada ya mshtakiwa kuwa ameridhia kwamba
yuko tayari kujitetea na ataleta mashahidi mahakamani. Again, wewe ulikuwa pale mahakamani. Hebu tuambie hali ilikuwaje baada ya Lissu kuambiwa kwamba ana kesi ya kujibu? Kikubwa, tangu asubuhi mwitikio ulikuwa mkubwa, ukumbi wa mahakama ulikuwa umefurika wafuasi na wapenzi wa chama chake, lakini pia watu wengine ambao walikuja kutaka kujua nini ambacho kitaamuliwa. Kwa hiyo kulikuwa kuna hiyo hali ya shauku ya kutaka kujua hasa nini ambacho kingetokea. Lakini baada ya kuwa imeelezwa kwamba Lissu anayo kesi ya kujibu, nyuso za watu zilionekana kusinyaa kwa namna fulani, hasa viongozi wa chama chake, wapenzi wa chama chake, baadhi ambao walikuwa wamevalia mashati ya chama, wengine wakiwa wamevalia t-shirt zimeandikwa Free Lissu. Kwa hiyo ilikuwa ni hali hiyo ya kimanzi ama huzuni kwa kiwango fulani, na hata baada ya kuwa maamuzi hayo yamefanyika, wako wale ambao walishindwa kuhimili na kuamua kuondoka mahakamani. Hebu tuambie sasa nini ambacho kinaendelea kwa sasa Egan? Kikubwa ambacho kinaendelea sasa baada ya maamuzi hayo ya mahakama, na kwa tumepata airisho mchana ule, mahakama ilirejea majira ya saa 9 karibu na dakika 40 hivi, na Lissu basi akapewa sasa nafasi ya kuanza yeye kuwasilisha utetezi wake au yeye kuwa shahidi wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo Lissu ameshaanza kutoa ushahidi wake na yuko kwenye hatua za awali za kuieleza mahakama kwa nini yeye ni mtu wa kuaminika kwenye jamii, kwa nini yeye ni mtu mwenye heshima kwenye jamii, hivyo mahakama inapaswa kumwamini kama shahidi na ushahidi atakaotoa. Sasa Egan, mahakama imeamua nini kuhusiana na baadhi ya mashahidi ambao aliwataja Lissu akiwemo Rais wa Tanzania Samia? Mahakama bado haijasema wazi ni kipi itafanya juu ya maombi ya mshtakiwa ya kutaka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyekuwa makamu wa rais wakati huo Dr. Mpango, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa mstaafu, IGP na viongozi wengine wa juu wa serikalini ambao kwa ujumla wako 7 ambao Lissu walitaka waje mahakamani kutoa ushahidi, jambo ambalo lilipingwa na upande wa waleta mashtaka wakisema kwamba ni kinyume cha sheria. Kama alitaka iwe hivyo, alitakiwa wasilishe majina yao tangu hatua za awali zile za komito, kitu ambacho kufanya. Kwa hiyo kulikuwa na mabishano hayo ya kisheria ya pande hizi mbili, Lissu akisema hivi, wao wakisema hivi, na majaji wameliacha hivyo kwanza, lakini wanaanza na mashahidi wale watatu ambao ni viongozi wa chama chake, John Heche, John Mnyika pamoja na Amani. Hebu sasa tuambie nini ambacho kinafuata baada ya hii leo? Shauri litarejea tena siku ya Jumatatu saa 3 asubuhi ambapo mshtakiwa Tundu Lissu ataendelea na utetezi wake, na kabla ya shauri kuahirishwa ameiambia wazi mahakama kwamba siku ya Jumatatu hatamaliza kujitetea, maana anayo mengi ya kusema ili kujitetea, licha ya kwamba mahakama imeelekeza mashahidi wengine 2 wawepo mahakamani siku hiyo kwa ajili ya kutoa ushahidi wao. Na vile mwenzangu Sami Awami amezungumza na Salam Ndugu na Fulgence Masawe, wakili wa LHRC. Mtu yeyote anapoleta shauri mahakamani na akaleta ushahidi wake, mahakama itajiridhisha kwamba kosa lililoko mbele ya mahakama limeletewa ushahidi unaofanana nao. Haimaanishi kwamba mshtakiwa ametiwa hatiani, hapana. Wanasema kwamba ile kesi unayotuhumiwa imejengewa mazingira ambayo wewe sasa unaweza ukaleta utetezi wako. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ni mahakama imesema tuhuma zilizoko na hii shahidi ulioletwa imeonyesha kuna kesi ambayo mshtakiwa anaweza akajitetea. Baadhi ya wasikilizaji wetu watakuwa wakiwa ambao wamekuwa wakifuatilia kesi hii, wanaweza kuwa wameona kama vile kuna wakati kama vile Lissu anaonekana kama vile alikuwa anawachachafya sana mashahidi, kiasi kwamba nyakati zingine baada ya kumaliza kwa kesi wengi wanaona hapa mashahidi hawa jamhuri haichomoki hapa kwa namna ambavyo amekuwa akiwabana kwa maswali, aina ya majibu aliyokuwa wakiyatoa. Mwingine anajiuliza inawezekanaje kwamba bado amebaki na kesi ya kujibu pamoja na jitihada na namna nzima ambayo amekuwa akijitetea. Kuonekana kuna kesi ya kujibu ambayo kwamba ametiwa hatiani, bali yeye alikuwa anajaribu kuweka matundu kwenye ushahidi ulioletwa kwamba haukidhi vigezo vile ambavyo vinaonekana yeye ana hatia. Kumbuka hata vielelezo vilivyotolewa mahakamani vyote
zimegeuka kuwa ushahidi wa Tundu Lissu kulingana na aina ya mahojiano aliyokuwa anafanya maisha yaliyoleta. Sasa mahakama yenyewe, kwa sababu inasema lazima uthibitishe shauri bila kutia shaka, ndio inaenda kusikiliza utetezi wake. Sasa yale maswali aliyouliza ndio yanaweza katia shaka. Sasa hilo shaka ndio litamsaidia yeye au litasaidia mahakama katika kufikia hukumu yake ya kusema kama kweli ana kesi ya uhaini kama alivyoshtakiwa au ana. Tumeona orodha ya mashahidi ambao Lissu anataka wafiki wawe upande wake. Kwa kweli ina watu wazito kidogo. Kwanza, ni kawaida kwa mshtakiwa kuagiza au kutaka kupewa aina ya hawa mashahidi, lakini kuna rekodi yoyote labda ya nyuma kama hapa Tanzania labda au hata Afrika Mashariki ambapo haiba na aina wadhifa wa mashahidi kama hawa ambao Lissu wamewahi kutokea mahakamani? Swala la mashahidi ni swala la mtu mwenye kesi yake, wala sio swala la kupangiwa na mahakama. Kwa hiyo kazi mahakama inayofanya mara kwa kawaida, inachotoa tu inatoa ile nakala ya wito kwamba mimi mashahidi wangu watakuwa 1, 2, 3, kwa hiyo naomba mahakama inisaidie kuwaita. Lakini kwa uzito uliosema aina ya mashahidi waliotajwa, sasa kuna principle moja au kuna kanuni moja inatumika kwenye mashahidi, sifa mashahidi. Kuna kitu kinaitwa competent and compellable. Competent ina maana mtu yeyote mwenye umri wa mtu mzima na mwenye akili timamu anaweza akawa shahidi. Yaani compellable, sio kila mtu anawajibika kutoa ushahidi. Kwa hiyo anaweza akawa ni mtu ambaye kwa kweli ni ana wajibu wa kutoa ushahidi, lakini huwezi kumlazimisha kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa mazingira ambayo unayosema na aina watu waliowataja, ndio wanaweza wakaingia kwenye rekodi kwamba ni mashahidi ambao mshtakiwa alikusudia kuwaleta, lakini hauwezi kuwalazimisha kuwaleta mahakamani. Ikiwa sasa mahakama haiwezi kuwalazimisha kwenda na mshtakiwa mwenyewe hawezi kuwalazimisha kwenda mahakamani, inakuwaje hapo kisheria? Sasa inakuwa hakuna cha kufanya. Sana sana huwa tunasema mahakama ina draw inference, kwamba inapata picha kwamba kuna kitu ambacho shahidi huyu hakupenda kuja kukiongea. Kwa hiyo kinaweza kikawa ni kwa faida ya yule ambaye alikuwa anayemuita huyo shahidi, na shahidi kikataa kuja, ina maana anakwepa kwa sababu anajua kuna kitu ambacho anaenda kusema kingeweza kikamsaidia. Kwa hiyo kama mahakama itatumia mamlaka yake, inaweza ikadraw inference ambayo itakuwa ni kwa manufaa ya yule ambaye alikuwa anamuita huyo shahidi. Unaona inaweza kuathiri kwa namna gani mwelekeo wa upepo wa kisiasa nchini? Inaweza ikaharibu upepo kwa namna gani? Unajua, kitu ambacho kingetakiwa kifanyike toka mwanzoni, kama kuna nia njema kufanya maridhiano, ilikuwa cha kwanza ni kuachana hili shauri. Unapoacha hili shauri linaenda mpaka mwisho, kuna mawili anaweza akatokea. Huenda akatiwa hatiani au akaonekana hana hatia. Kwa mazingira yote mawili yanafanya mazingira magumu sana kwenda kwenye meza ya maridhiano. Kwa mfano, akaonekana hana hatia, ina maana ataonekana kwamba kwanza alionewa kwa muda wote mwaka na amekaa ndani. Kwa hiyo bado atakuwa na ile bajeni mbaya kuonyesha kwamba mimi ni mtu safi na nimeoshwa na vyombo vya dola, na maridhiano akawa kwenye mazingira magumu. Lakini akatiwa hatiani na akawekwa ndani, itafanya maridhiano atakuwa magumu zaidi, kwa sababu hakuna chama chochote cha upinzani kinaweza kwenda kwenye maridhiano pale mkuu wake au mkuu wa chama yuko ndani. Naam, kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili habari hiyo imeandikwa pale kwa kina, maelezo unaweza kujisomea kwenye tovuti yetu. Watoto wasiopungua 180 wamepoteza wazazi wao wote au walezi wao katika mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Save the Children limesema kwamba idadi hiyo ni sawa na karibu watoto wawili kila siku tangu mlipuko huo ulipotangazwa rasmi siku 100 zilizopita. Maelfu ya watoto wengine wamepoteza mzazi mmoja au mlezi wao, hali inayowaweka katika hatari kubwa ya kudhulumiwa. Zaidi na Robert Kipto. Mlipuko huo wa Ebola, ambao ndio mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaendelea kuzilemea familia pamoja na huduma za kijamii ambazo tayari zilikuwa dhaifu. Takwimu za hivi karibuni kutoka kwa idara ya masuala ya kijamii ya mkoa wa Ituri, ambao ndio kitovu cha mlipuko huo, zinaonyesha kuwa watoto 180 wamepoteza wazazi wao wote kutokana na Ebola. Kati yao 90 ni wavulana na 90 ni wasichana. Kwa sasa watoto wengi wanatunzwa
kutunzwa na ndugu zao au katika vituo vya kuwalea watoto vinavyoendeshwa na serikali ya Kongo, wakati mipango ya muda mrefu ya kuwapatia familia za kuwalea ikiandaliwa. Watoto wengine 114 wakiwemo wavulana 61 na wasichana 53 wametenganishwa na wazazi wao ambao wanapata matibabu ya Ebola. Watoto hao wanasaidiwa na mashirika ya kibinadamu pamoja na wanafamilia. Shirika hilo la Save the Children linaonya kwamba watoto waliopoteza wazazi, waliotenganishwa na familia zao au walioachwa bila mlezi kutokana na Ebola wanakabiliwa na hatari kubwa ya biashara haramu ya binadamu, unyanyasaji wa kingono na kimwili, pamoja na kulazimishwa kujiunga na makundi yenye silaha. Katika maeneo yaliyoathiriwa na Ebola, watoto wanaweza kukabiliwa na unyanyapaa na kutengwa na jamii, huko mifumo ya ulinzi wa watoto ikiwa imelemewa na mahitaji. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za Wizara ya Afya nchini Kongo, zaidi ya watu 5,000 wameambukizwa Ebola na watu zaidi ya 2,300 wamefariki. Angalau watoto 800 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa huu, huku zaidi ya 357 wakifariki. Shirika hilo la Save the Children linasema huenda idadi halisi ya watoto walioathirika ikawa kubwa zaidi. Kwa sasa virusi vya Ebola vimesambaa hadi mikoa 6 kutoka mikoa 2 ya awali. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, CDC, kinakadiria kuwa takriban 10% pekee ya watu ambao huenda walikutana na wagonjwa wa Ebola wametambuliwa. Wakati huo huo, karibu maambukizi 4 kati ya 5 mapya yanagunduliwa nje ya misururu ya maambukizi inayojulikana. Hali hii inaonyesha ukubwa wa maambukizi ambayo huenda bado hayajatambuliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha, Robert Kipto, ili kufahamu swala hili kwa kina, amezungumza na Elias Msito ambaye ni msemaji wa shirika la Save the Children mkoani Ituri. Katika tarafa ya Bunia, watoto wanaendelea kuathirika na majanga ya Ebola, kwa kuwa kama vile ripoti mbalimbali zinazoonyesha zaidi ya watoto 118 wanajikuta hapana tena wazazi, wenda wazazi wote wawili wala umoja, na vile vile watoto zaidi ya 114 wanajikuta hapana tena wenda wazazi hapo biko katika vituo vya kutunziwa vituo vya afya kwa ajili ya kutunzia Ebola, na hivyo wanajikuta viko separe na wazazi. Na vile vile zaidi ya watoto 800 tayari wamekuwa magonjwa hali ya Ebola na wengine wamekufa. Inaonyesha kama ni hali yenyewe inaendelea kuzofisha na kupiganisha sana watoto wenyewe katika taarifa ya Ituri. Kwa sasa ni msaada gani watoto hao wanahitaji kwa haraka, ukizingatia hali ilivyo mashariki mwa Kongo? Watoto wana lazima ya mafunzo ya haraka kwa ajili ya kuwasaidia, iko vile lazima ya msaada kimafikira, kwa kuwa wanapopambana na hizo hali za magonjwa wanajikuta muhali yenyewe kwamba wanashindwa bafanye namna gani, na wanakuwa na mawazo mbalimbali. Msaada wa kipsikolojia ni lazima sana kwao, na kwa kuwa ni watoto wengine wiko na lazima ya chakula, kwa kuwa mzazi anapokuwa katika hali ya magonjwa wale mzazi anakufa, na ndio mwenyewe alikuwa anatemeza mtoto anajikuta mhali yenyewe iko na lazima ya chakula. Na vile vile kingo ya wale watoto anapojikuta iko mhali yenyewe mzazi ashakufa wala mzazi iko mhali nyingine iko natunziwa, kama ile hali ya ukingo wa watoto nao vile vile inahitajika. Na katika eneo la mashariki mwa Kongo kuna makundi mengi ya watu waliojihami na silaha. Je, watoto hawa kuna baadhi ambao wameshurutishwa kujiunga na makundi haya? Hakujakuwa bado ripoti ya kuonyesha kama wamejiunga na hizo kundi, lakini inakuwa hatari kwa kuwa mtoto anapojikuta kwenye bazazi wamekwisha kufariki, kama hakuna mpango wa halisi, ile natuma ule mtoto anakuwa na mariske za kujiunga kwenye hiyo kundi, kwa kuwa anatafuta namna gani atapata msaada wa namna gani atapata ulinzi wake. Ni hali zenye mashirika tunahofia kwa ajili ya watoto, kwa kuwa hali za vile zinaweza ikatokea. Je, wakaazi wa mashariki mwa Kongo katika maeneo hayo ya Bunia mkoani Ituri, je, wao pia wanajaribu kuwasaidia hawa watoto ili waweze kujisaidia kutokana na athari za Ebola? Ndio, shirika ya serikali ya Kongo na mashirika zingine kama vile Save inatumika pamoja kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola. Tunakuwa tukifanya madeployment ya baja communautaire kusudi baendelee kuhimiza watoto kwa kujikinga na kuangalia namna gani wanajikinga hata na kuingia katika ile
na vikundi ambao vinamiliki silaha kusudi kila mtoto aendelee kukomala akiwa na haki yake, ili kwamba asipate matatizo yoyote. Na misaada zingine mbalimbali kama vile kuweka masantre donc ya kuchunga watoto wakati bazazi biko natunziwa katika masantre ya treatment. Ni misaada mbalimbali ambayo serikali ya Kongo na mashirika kama vile Save the Children iko naendelea kupeleka kwa ajili ya watoto, hivi kwamba watoto waendelee kujikuta katika hali ya usalama hata kama wanapambana zile hali mbalimbali za magonjwa ya Ebola. Janga hili la Ebola ndio mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya Kongo na Afrika kwa ujumla. Je, unaweza kusema watoto wako kwenye hatari gani? Hatari za mingi. Mtoto anapokuwa katika hali ya Ebola wala wazazi yake biko magonjwa sana, ule mtoto mara mingi anabaguiwa mujamii, na mtoto anapomubagua katika jamii sana, kama mtoto anajikuta kama hastahili kitu, na ile inatuma wakati mwingine wale watoto wanajiunga kwenye magrupu yenye kumiliki silaha kusudi ajitetee. Sana hilo yote ni mambo mbalimbali ambao watoto wanajikuta ndani kwa ajili ya gonjwa Ebola ambayo inajitokeza, na vile vile kuna kuwa ingine mambo mbalimbali kama vile watoto wa mingi wanatoka kwenye ukimbizi, kisha hali ya Ebola inajitokeza, inakuwa magumu, inajiongeza kwa ajili ya magumu zingine, na hilo yote inaendelea kusababisha usalama mdogo kwa ajili ya watoto. Habari hiyo vile vile iko kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com, lakini sio hiyo tu.